Naam, karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo, kanda ya kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Njoo hapa tuzungumze michezo na burudani. Sehemu pekee tunapoweza kuzipata taarifa zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani ni hapa ndani ya Chapesa Media. Leo bwana, nimekuleta sehemu ambako ni alternative na lakini pia vile vile ni sehemu nzuri kweli kweli. Nia na madhumuni ni kupashe na tupige story mbili tatu na miongoni mwa wadau wetu wa michezo wakubwa kweli kweli. Leo hii niko kwenye interview exclusive. Niko na mzee wangu mzee Saidi. Unaweza ukamuona hapo, lakini pia vile vile niko na mkewe mama mke wa mzee Saidi. Nani vile mama jina? Jina langu Aisha. Mama Aisha. Mzee Saidi. Nabeka. Poa? Niko poa. Uzima upo. Uzima upo. Uzima kupapasa papasia. Kabla sijataka kuendelea sasa, ninakuja kidogo, mimi nina challenge zangu mbili tatu za kiuandamizi. Uko tayari mama? Niko tayari. Uko tayari baba? Niko tayari. Saidi anacheka kama uko tayari hivi. Mimi niko tayari. Uko tayari? Basi karibu sana. Njoo hapa sasa tuanze. Naam, mzee wa Chapesa mwenyewe tunaingia kikubwa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Heri mama, kwema? Mambo anasemaje mzee Saidi? Leo kama furaha kubwa mzee Saidi. Kulikoni? Furaha hakuna. Ila tu umekutana na binadamu wenzio inabidi ufurahi. Kwa hiyo upande wako unaona furaha kama inapitiliza? Kupitiliza hamna, yani unaona tu acha nifurahi kwa sababu nimeonana na binadamu wenzangu wazima, tunacheka na vijana wangu, lazima utafurahi. Lakini ukiingia ndani zaidi hakuna furaha Sheikh. Mama wewe unasemaje kwa furaha aliyokuwa nayo mzee? Mbona kama imepitiliza na imezidi kiwango? Furaha huyo hana furaha, anajikaza tu kwa vile imebidi. Lakini moyoni kama anavyosema, furaha hana. Kwa nini? Maumivu ndio yamejaa upande wake. Hivi mimi nataka kujua kitu kimoja kabla sijaanza challenge yangu. Mnaishije nyumbani? Huyu ni Simba Sports Club, la wewe pia ni Young Africans. Saidi. Mama anacheka. Anajua. Ndio changamoto hiyo ndio changamoto. Kuishi kwenye maisha kawaida tunaishi, lakini siku kama hizi kidogo zinakuwa ngumu kidogo. Zinakuwa ngumu kwa upande wako, upande wake? Kwa upande wake zaidi. Kwa upande wake. Kwa sababu mara nyingi yeye ndio afurahi, mimi nafurahia. Kwa hiyo kwa upande wake nampa pole kidogo. Kidogo tutuambie jana amelalaje mzee wangu? Timu yake imetoa sare, yani imefuzu lakini haamini kama imeenda. Jana niseme tu ule ukweli, amelala lakini hajalala vizuri kwa sababu tangia mchana si alikuwa mtu ambaye hayuko vizuri. Kwa hiyo siku kama ile kula yake pia inakuwa ngumu, kulala yake pia inakuwa ngumu. Kwa hiyo amelala kiubinadamu. Kwako mzee Saidi. Nasikia maneno ya mama anayoongea. Nyewe waga mnachukulia masiala haswa Simba ikiwa inacheza. Masiala. Na ndio maana nikakwambia kama inawezekana kamuulize mke wangu ndo anajua. Na ndio maana nikasema leo nitengeze kwanza challenge, nikamuita na kijana wangu. Maana unajua, ngoja sikiliza nikwambie Chapesa. Mimi napowaambia naipenda Simba sio maskhara. Umenielewa? Hii leo watu wajue na mama yuko. Napoipenda Simba sasa wa ubavu wangu anawathibitisheni raha na kuaga sina kweli. Sasa kuhusiana na mchezo wa jana mpaka dakika 36 mimi nilikuwa sijui kama mpira unachezwa. Dakika 36. Nilikuwa sijui kipindi cha kwanza. Nimekuja kushtuka. Kwani mpira walisema saa 11. Mbona kuja kuangalia namna hii? Nakuta dakika 36 kumbe mpira ulishaanza siku nyingi. Ndio nikakupigia simu. Kwani wewe huu mpira hata ratiba hatuelewi. Yaani lile vurugiko lile hata ratiba hatuna. Yaani kama wao walikuwa wana ratiba wao tu. Lakini mimi ratiba nilikuwa najua mpira unaanza saa 11 kamili. Ndio ratiba yangu niliyokuwa nayo. Kumbe mpira mimi naenda kuangalia una dakika 36. Ndio nakutana nao. Naenda kuangalia nikasema leo tukitoboa na tuna Mungu. Leo? Tukitoboa kwa jana ile. Unaona mpira jinsi unavyo. Bahati mbaya bahati nzuri tukapata kapenati kale. Kaona afadhali tusingepata ile penati. Mambo yalikuwa magumu. Mambo yalikuwa magumu. Simba ni shida babu. Sasa mzee Saidi, kabla mimi hatujaenda kwenye challenge yetu na kuendelea kuliongelea kiundani zaidi, kuna zawadi nimezileta. Unajua toka siku nyingi tunaanza kipindi mimi na wewe. Bwana mimi mke wangu ananitesa sana bwana. Mimi sielewi mke wangu, lakini mimi kuna zawadi nimejaribu kuileta ili sasa
nijue kweli lile ulikuwa naliongea ni sahihi. Mama yangu ni challenge, ni shabiki pendwa wa Yanga. Kwani wewe umeona kaja huyu? Kasikia kuna jezi. Wewe mimi nakwambia Yanga wote lao ni hili. Sio amekuja kwa sababu ya sababu ya nini? Asubutu yake kaja kafuata jezi hiyo, kaja kachungulia kaona ngoja nende nikaichukue jezi yangu mimi. Bwana. Wao wanamnunulia jezi, wanavyosema mimi nakataza, zinaingia kwa nguvu. Sasa na wewe umeleta, mimi mbidi nikubali, nitafanyaje? Lakini wewe ndani kwangu ulishaingia sebleni pale. Kuna nguo hata ya njano pale. Yeye mwenyewe hana nguo ya njano. Na kwa nini sasa? Hata ananunuaje nguo ya njano wakati ndani kuna Simba Sports? Uniletee nguo ya njano, yamekuwa matatu haya sasa. Eti mama, ni kweli Simba akinguruma ndani kila kitu na majani yote. Naleta majezi yenu hapa. Eti ni kweli Simba akinguruma? Kwa upande wake yeye anataka iwe hivyo, lakini haiwezi kuwa hivyo. Kwa sababu kila mtu kuna anachokipenda. Yeye anapenda Simba, mimi napenda Yanga. Ni kweli hauna nguo yoyote ya kijani nyumbani? Kwa nini siwe nayo? Inapobidi kuwa nayo lazima nitakuwa nayo. Aseme gauni, siketi, blouse au nguo gani? Paka pazia la mlangoni jekundu wewe mfanya mchezo. Nayo mimi. Jezi anazo ndio hizi zinazolazimishwa zinaingia ndani kwangu. Kama hivi imekuja hiyo inaingia, nitafanyaje sasa? Maana hiyo utakuja kuambiwa bwana wewe unakataa jezi zetu kwa sababu gani? Hiyo hapo si ndio kaleta ndugu yako jezi. Sasa unakataaje sasa? Unabidi uipokee hivyo hivyo kwa shingo upande. Sasa natamaniaga hata niatie moto ya kiberiti. Sasa mzee Saidi, unaniruhusu? Au ndo kwa vile moyo wako unazidi kuumia nisimpe mama jezi? Kaka, hapa nikisema nikatae nitazidi maumivu kuleta moyoni mwangu. Wewe unaniruhusu nitoe zawadi kwanza tuendelee na kipindi. Mpe jezi yake. Mpeni. Nakuletea kwa mzee. Nini? Na unahitaji? Ya Jeruti. Hizo mavambo yupo kabatini babu. Na mhifadhi kwanza. Mavambo yupo kabatini. Twaje kwanza? Fernando Mavambo. Mtangazaji mwenyewe alikuwa anashindwa kulitaja jina Fernando Mavambo. Yaani lazima utulie. Afu wa makusudi wameenda kumfukuzilia mbali. Kisa namsifia. Wewe kwa hasira umemweka kwenye kabati. Mimi kwa hasira nimeiweka kabatini. Nikisikia yuko timu fulani, iko siku atakuja. Kama kaja yule alikuwa Masikizingeli yule, sikaja Tanzania. Nani? Masikizingeli, sikaja Tanzania. Au nimefanyaje? Eti nimekosea. Masikizingeli sikaja. Kacheza na Yanga. Alikotokea akarudi wamekuwa. Na mimi iko siku tu Mavambo atakuja hapa. Nikisikia Mavambo kaja na utwika naenda kwenye hiyo timu. Sasa mimi binafsi kabla tujaendelea kuangalia game ya jana ilivyochezwa pale Benjamin William Mkapa wana Lunyas na game iliyocheza ya Jumamosi iliyopita pia ya Yanga kuizungumzia. Kabla tujafikia huko, cha kwanza nataka mashabiki wa Chapesa Media. Leo bwana namkabidhi mzee jezi ya Simba pamoja na mama yangu namkabidhi zawadi. Hawa ni wahasimu wawili lakini wanakaa nyumba hii. Tutaona leo nini kinachojiri. Dakika moja. Ladies first. Ya msalaba. Na hii ni mpya kabisa. Bwana ni zawadi inaitoka kwa mama yangu. Pendwa. Sijui kama mzee Saidi ataenda kuichoma au atafanyaje, atajua yeye. Mama, toa uzi. Huu ni uzi wa Jangwani. Uzi nimeuona. Na hapa tukuongezee mamangu, sio uzi tu. Huu ni uzi mpya ambao umetolewa na Young Africans. Unaiona hii ndogo? Ina nembo ya Nia. Mzee Said unaiona? Nia ndio zile walisema kuna container zimeshuka mpya. Bwana. Kwa wale wote walioshabikia mimi kuipata hii jezi, Mungu awabariki kwa kweli. Umeiona Nia? Nimeiona. Hebu Mzee Said kwako kidogo tu hapa. Tuanzie hapa. Mzee Said, ukiangalia hii jezi ya Young Africans mpya na ina logo hapa ya Nia. Hebu tuambie wewe unaitafsiri ni jezi ya namna gani? Unajua siku zote huwa sipendi sana kuharibu biashara za watu. Mimi ni muumini sana wa kuheshimu sheria ya vitu vya watu na ndivyo nilivyofunzwa na wazee wangu. Usikidharau kitu ambacho huna uwezo nacho. Jezi nzuri. Si umeshanielewa? Jezi yao ni nzuri. Na wamelia vilio washabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga kwa kwamba jezi mlizotuletea sio nzuri. Za mara ya kwanza. Wenyewe ndio walilalamika washabiki. Lakini ilipofikia viongozi wa Yanga wakaitana, wakakaa, wakatulia. Wamewasikiliza. Umeiona jezi? Kama t-shirt. Jezi kama? Kama t-shirt.
Hapa GSM kawatendea haki. Yani hakuna tena, kama mwana Yanga yoyote akilalamika kuhusiana na hii nia kwa hii jezi ni mbaya, basi huyu mtu apelekwe Milembe aende kapimwe. Lakini kuna jina umelibatiza Mzee Saidi. Kwa nini kuna jina umelibatiza hapo? Ndio nimelisikia kwako, umesema msalaba. Uko wapi? Msalaba si hii alama hii ya kwenda huku na hii ya kwenda na haya maandishi. Watu wa Simba si tunanongwa. Msalaba huu hapa. Msalaba. Ni sahihi mama ile anaolitamka Mzee Saidi? Wivu na chuki, si unajua? Hapa msalaba hakuna, ila kwa hiyo wivu na chuki. Sasa utaona kama utaivaa hiyo jezi. Hiyo jezi utaona kama utaivaa, utatafuta pa kuiweka. Sasa kwa nini asivae na kati kila mmoja? Kabati nimenunua mimi, sio yeye. Kabati nimenunua mimi. Mtaweka hata kwenye henga, sio shida zangu. Sio chumbani kwangu, ataweka sebleni. Ataweka sebleni. Sio kwenye chumba. Sio chumbani kwangu. Sio shida zake. Sawa. Sio wote kauli zao ndio hizi watu wa Yanga wao wajui. Kauli za watu wa Yanga sasa hivi ni za kibabe na za kukupa maumivu. Hata sasa hivi fikiria tunatuangana wenyewe kwa wenyewe, kuna kazi tena hapo. Sasa Mzee Saidi tuhamie hapo. Hemu waoneshe zawadi nyingine ambayo. Kuna zawadi nyingine naitoa ya Mzee Saidi. Bwana Mzee Jairut. Kule kuna Nia, huko kuna Jairut. Hemu itoe alafu. Kuna Diadola huko, sile nani tumpe kwanza maana kubwa. Kati ya Jairut na Diadola. Jairut. Tunampa Jairut. Bwana, zawadi nyingine inakuja ya mzee wangu Mzee Saidi. Maana yeye anakuwa mimi nataka huyu anaitwa Mzee wa Koskani. Mzee wa Koskani. Umeiona kwanza hiyo Mzee Saidi? Mzee Saidi unaiona? Waoneshe pia kwa faida ya watazamaji. Unaiona? Igeuze kwanza hivi. Mama unaiona hiyo jezi? Nimeiona. Unaiona hiyo jezi? Nimeiona. Ngoja kabla hujaifungua. Hebu chukua huu mfuko. Na uomba kidogo. Mama, hii jezi ukiangalia tu kwa haraka, huu ni mfuko. Naona. Sina shaka hapa hamna maandishi yoyote ambayo yameandikwa. Au unaona? Kuna maandishi yote unaona? Si maandishi. Naona namba hizo. Ila kwa maana ile ni size. Siyaoni. Hii ni size. Ila umeiona hayo maandishi hapa? Imeandikwa nini? Adidas. Diadora. Kumbe ni Diadora. Bwana nauvua kwanza. Natoa jezi ya Mzee Saidi. Kwanza mfuko wenyewe umeandikwa Diadora. Hatari kweli. Bwana uzi bwana. Sasa hebu sikilizeni nyie vijana. Peni mama kwanza shike. Zawadi natakiwa. Ngoja kwanza. Umesemaje? Kabla sija. Peni mama ashike. Mpe mama apokee. Si zawadi ya mzee bwana. Sasa mimi mwenyewe yupo napokeaje zawadi? Takiwa pokea. Mbona ya Yanga hujaishika? Sasa mimi nishike yani ni mimi Yanga. Yeye pia sio Yanga. Mamlaka. Amri. Ni mamlaka. Sio amri, mamlaka. Yani mamlaka lazima zitihiwe. Kama unatii mamlaka zilizowekwa halali, kwa hiyo naye anatakiwa atii mamlaka iliyomweka halali. Kabisa jezi. Madam amesema baba sisi ni kina nani? Ama mama unapinga kwenye? Kwa sababu yeye anataka kuonyesha umwamba wake kama baba. Mimi napokea. Hiyo mama uko lazima nikukabidhi jezi kwanza wewe ifike pia kwa mzee. Shida. Mwanaume lijali. Wangu hamna shida kwa sababu mimi mbona ninafua nafanya hivi nitashindwa kupokea? Sio shida zangu. Leta nipokee. Bwana nampa jezi mama kwa mamlaka ya mzee au kwa sheria ya matakwa ya mzee mwenyewe. Bwana Diadola. Sasa hapa ndio inaonesha uthamani wa ndoa. Hapa ndio inaonesha uthamani wa ndoa. Kwa uthamani wa ndoa. Uthamani wa ndoa. Mnaishije ndani? Mimi na mke wangu yeye Yanga, mimi Simba. Kweli mimi Simba ikiteteleka huwa nayumba ndani, lakini ananishauri mume wangu tulia, taratibu na pressure, utaacha watoto hawa taratibu. Umeona? Hata ile siku niliodondoka kule tuko wote mimi na wewe, nilivyokuja kumwambia akaniambia punguza. Watu wengi wananipigia simu, punguza mzee. Lakini unapunguzaje? Lazima wale watu watutengenezee timu. Yanga wanalalamika tu, lakini kama wanaweza wakapitia maumivu kama haya, kufungwa mara 6, kupigwa 5, mpaka leo hatujarudisha. Wale viongozi kina engineer wangekuwa hawapo sasa hizi. Unataka kutuambia kwamba Yanga hawakuwahi kupitia kipindi kama hiki kigumu ambacho wanapitia? Wamepitia kipindi kigumu kama hichi. Nisikilize vizuri, sio umeniuliza swali la msingi. Wamepita kipindi kama hiki na waliambiwa ukweli. Hawakufungwa goli 5.
Walifungwa ngapi? Walikuwa wanafungwa 2, 4, 3. Hawajawahi kufungwa 5 bila. Hawaja 5 bila ile zamani. So hii ya miaka hapa Sio hapa zamani 5 ile ya Nchunga. 2012 na Nchunga alisema sisi hatujafungwa sisi, kafungwa Nchunga. Ngojeni aondoke kama mtatufunga tena. Tumewafunga tena. Lakini kwa upande wenu? Kwa upande wetu si wakitaka hata leo hii tukisema tukutane 5. Tena kama na timu ile ya jana. Kwa afua. Ukikutana tena? Yaani tukikutana nao tena sasa hivi waseme swala. Twendeni. Wanatufunga wale. Sasa mzee Saidi, kuna kitu kidogo hapo nataka nikijue mbele ya mama. Siku ilivyotokea zile goli 2 ulizofungwa. Kwanza ile goli 2 zile ulizofungwa. Kwa upande wako mama alilipokeaje na alikuambia kitu gani kwenye ile mechi iliyofungwa? Huwa anisemeshi. Ndio narudia ile katika kauli nielewe kusema huwa anisemeshi. Kwa nini? Ni mamlaka. Sio tu mamlaka. Huwa anisemeshi. Mama si yupo? Ngoja tuulize. Muulizeni mwenyewe. Muulizeni. Mimi anisemeshi. Simsemeshi kwa sababu tushawahi kugombana sana mpaka amani ndani ikawa hamna. Kwa hiyo sasa hivi tukiangalia mpira, nikishajua kafungwa namwacha kama alivyo. Tena nakusanya na watoto wake wote. Nje nanisikiliza tu. Lakini yeye siku ile ya mechi hamuna story yoyote yani, kila mmoja na la kwake. Unaweza ukakiwasha kiberiti siku ile. Hapo unaweza ukakiwasha kiberiti. Tulikaa kama siku 4 hatuongei. Ugomvi. Ilikuwa sijui ni mechi ya nani walizidisha dakika mechi ya ligi hivi. Ikawa sijui ilikuwa ni timu gani mwenyewe sijui ataikumbuka. Simba walizidishiwa dakika za nyongeza ikafika kama 103 hiyo siku. Mashujaa. Alafu ndo dakika Steven Dese Mkwa. Kasoro dakika moja ndo Simba inakuja kushinda. Hiyo siku mama, Mungu wangu ndo shahidi. Ilikuwaje kwa upande wako kidogo mama? Hebu tu kuna vionjo kidogo vipi? Yaani mimi niliongea tu nikasema yani yote hii ni Simba tu anatafutiwa nini? Goli. Sasa yeye kwa sababu washaona pale wamefeli, wamekuja kupata tu kwa hisani. Ndio. Alitamaki hiyo siku nikasema atanivunjia TV yangu huyo baba. Kwani mimi ndo refari mimi? Hapo basi. Mzee Saidi, sasa kwa nini mama anafunguka kuongea uhalisia wa mechi ilivyokuepo? Wewe unakimbilia kwa mama. Kwa hiyo toka siku mimi nikishamuonaga amefungwa. Ile siku namwacha tu ipite kama kawaida. Nyesi mlikuwa mnataka ushahidi? Ushahidi uwapo. Mimi sio mamluki babu. Mimi sio mamluki. Mimi namuoa huyu, mimi naupenda mpira. Ila namuoa huyu alijificha kama yeye Yanga. Wenda sasa ungeanza kujua kabla hujaoa. Sijui kama tungefika mbali. Akia Mungu na kwa pia. Kwa mzee Saidi unataka kuniambia suna ya Mwenyezi Mungu ungejaribu kuisusa kwa. Achana sio suna, ngoja nikwambie. Sasa hivi sio kama zamani unaposa mjuani. Sawa. Sasa hivi mnaanza mnaishi mnaenda kupasha kipolo. Yaani mjuane tabia. Kuna nani sasa hivi anaenda moja kwa moja kuoa bila kupasha kipolo? Hiyo Wakristo hiyo Waislamu. Lakini kule wakati tunaenda hivyo wenyewe tunatafutana, hakujionyesha. Kwanza alikuwa hajui kabisa mpira. Yaani hajui kabisa yaani yeye alikuwa ananiambia nenda kwenye mpira wako huko. Kwa sababu kipindi kile tulikuwa hatuna TV. Hii miaka kwa sababu tunapoongelea hapa ni miaka 14 nyuma au 15 nyuma hiyo. Kulikuwa hamna nini? Hamna TV. Kwa hiyo huyo mpira alikuwa anaenda kuangalia vibanda umiza. Kama kuangalia mimi kusikiliza lazima nasikiliza kwenye redio. Kwa hiyo huwezi kuwa na mapenzi ya vile au ushabiki wa vile kwa sababu hata mpira wenyewe huoni. Kwa hiyo tumekuja kunanilia rasmi vile tunakaa kwenye TV, tunauona kwenye TV, kila mtu anafuatilia timu yake. Hapo ndio ukaonyesha mapenzi yako sasa. Mimi bwana wewe upo huku. Ndio hivyo. Mimi nipo huku. Mama, kitu gani haswa ambacho kilikufanya uanze kuipenda Young Africans? Mimi naipenda toka zamani kwa sababu hata babangu mwenyewe ni Yanga. Si watoto tuko wawili tumegawana. Mdogo wangu yeye ni Simba, mimi ni Yanga. Mzee Saidi aliniambia yeye aliipenda Simba, lakini pia leo tutamuuliza tena na mama pia akisikia. Mzee Saidi uliniambiaga huko nyuma ila nisiongee mimi leo. Ilikuwaje wewe mapenzi yako akaenda kwa Simba? Wakati ulishanipa story ya baba alikuwa ni Yanga. Bwana nikwambie ukweli, mimi uko wangu wote. Kama kuna wapo mimi siwajui. Lakini wote kila nayefikiria hapa hata nikifumba macho ni Yanga. Wote. Yaani kila nikifumba macho hivi nifikiria labda kuna Simba pale, hakuna. Mimi kilichonifanya niwe Simba
na mjomba wangu mmoja ambaye ndo nilikuwa nakuwa, tuseme kama alikuwa ananilea. Anaitwa Mwisha. Huyo ndo alikuwa Simba. Na wewe ndo ulikuwa unakaa naye. Na mimi ndo nilikuwa nakaa naye. Kwa hiyo nilivyokuwa kadri ninavyokuwa, yeye alikuwa anashangilia. Enzi hizo nazokuambia, Yanga kuna Makumbi Juma, kuna Omari Huseni, miaka dahala hiyo nayokuambia hiyo. Huku kina Kajole, kina nani? Taifa. Wakati hata Dar es Salaam wenyewe mimi naletwa. Siwezi kuja peke yangu. Toka huko ninakotoka. Naogopa kupotea. Mimi mpaka leo Dar es Salaam napotea. Ukinipeleka mitaa mitatu tu ushaniacha. Na mimi nikiwa natembea paka niko peke yangu lazima nigeuke nyuma. Naweka alama. Kwa hiyo nikianza lazima nitarudi. Yaani kama nyati vile akianza kukurupushwa akikimbia hivi anarudia pale pale alikotokea. Kwa hiyo yule ndiye alinibadilisha mimi. Labda pengine saa hizi ningekuwa Yanga. Na niliingia kwenye mapenzi makubwa mno kwa Simba. Mno. Simba inakula 3. Mwaka 90 ngapi ilikuwa? Mwaka 83. Hiyo ya ligi ilikuwa kimataifa. Ya ligi. Mimi niko 1983. Simba anafungwa goli 3. Kitu kama hicho, kama sio 83 au 93. Yule mtoto yule alikuwa anachezea Yanga yule wako na Ken Mkapa. Thomas Kipese yule. Bwana wewe. Alikuwa anakimbia yule kama Budo. Budo wewe bwana, kuna wakimbiaji sasa hivi. Watu walikuwa wanakimbia kwa stepu. Unakimbia mpaka unauacha mpira, unaambiwa wewe umeuacha mpira nyuma babu. Zamani watu walikuwa wanakimbia kwa stepu. Kina Lunyamila. Anakimbia kwa stepu. Yaani anakimbia huko anautafuta mpira. Yaani mpira unamuogopa yeye. Hata sasa hivi mchezaji anauogopa mpira. Enzi kina Lunyamila anakimbia na mpira. Mpira unamuogopa yeye. Kina Shabani Juma, mpira unamuogopa yeye. Yaani kila anapotaka kufanya anapotaka kunyumbua ule kunyumbua yani anaweza. Sio sasa hivi. Mtu akipiga dana 10 tu mchezaji, bonge la mchezaji, wewe nenda wewe, umeona wachezaji wewe? Umeshaona wachezaji wewe? Bwana Mzee Saidi, hapa nilikuwa nataka tufanye kitu kimoja hapa. Ndio. Alafu tufanye jambo ambalo tunahisi kwetu linaweza likawa zuri kweli kweli ili tuanze kuzungumzia mpira. Mama, kama itakupendeza hii jezi tunaomba uivae. Mzee Saidi, kama itakupendeza hii jezi tunaweza uivae. Ila kama itakupendeza zaidi mzee wangu Mzee Saidi, kwa ajili ya mapenzi na mama yangu tufanye amveshe mama. Wewe tu uvae hii, yule avae hii. Ikiwapendeza tu. Yaani mimi nivae hii? Ya. Bebe. Yaani nivae hii jezi. Si bora nikae kifua wazi. We. Nivae jezi ya Yanga. Sasa Mzee Saidi si mapenzi mapenzi kuvaa jezi. Mama alipokea jezi yako wewe. Yeye huyu mamlaka ndio inayemfanya apokee. Sasa mimi mamlaka gani naye nitimilisha mimi nivae nguo ya mapenzi? Hakuna mapenzi ya kwake yeye na timu yake. Sio wewe? Mzee Saidi. Kama kitenge ningevaa. Lakini jezi nifanye tena. Si tayari na mimi nimeshaolewa sasa. Yaya gete bebe. Uhitaji. Wapi? Mimi naisweka tu hapa. Jairuti. Japokuwa tulisimangwa. Naambiwa nyie nini? Hii karatasi inatakiwa isitoke hii. Hiyo ipo. Haiwezi. Hii inavaa hivi. Mwisheenda kaione. Juzi Mwishe anaulizwa wewe Yanga Simba na jamaa mmoja. Akasema mimi Yanga. Nikamwambia wewe koma ishi hapo hapo. Sasa unamkatazaje mapenzi mtoto? Wewe mbona umeenda Yanga, umeenda Simba? Ikiwa baba alikuwa ni Yanga? Hata yeye anakaa na nani? Ila uzi wa mama umempendeza sana Mzee Saidi. Hebu simama. Wale hao Yanga hao wataniharibia nyumba. Yanga hao. Bwana unamuona alivyokuwa mtu kwanza. Watoto mpigani picha wajue kwa kwamba kapewa jezi yake. Maka wananiambia mimi mkorofi nakataa jezi za Yanga. Imeingia hiyo ndani. Mmeiona? Kilo safi mimi nimepokea. Mimi wala sitaki kugombana. Wewe sasa nikija hapa nikimkuta mama kavaa jezi ya Yanga hamna tena unanimba mama. Sasa nakataza nini? Mwanzo ulikuwa unakataza hata jezi sivuke. Ukikatisha hapo ulikuwa unataki. Kaka, nilipigiwa simu mimi. Nani sasa? Na viongozi wakubwa kaambiwa acha mambo yako. Kila mmoja mwachie mapenzi yake. Kila mmoja mwachie mambo. Tena kwa jeuri naambiwa.
Mimi ndo nakwambia nimepigiwa kabisa simu, na hii uipeleke wajue kweli kumbe mzee Saidi anatuheshimu. Nimepigiwa simu na viongozi. Mwache mama avae nguo anayoitaka. Hayo sio maisha. Huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Hautakiwi ndani ya dume, sijui nini, maneno chungu mzima kwenye simu. Mimi nimekaa nasikiliza. Sasa leo unajisikiaje? Mimi mama tumemletea jezi. Mimi binafsi najisikia furaha. Mpira sio uadui kama tunavyoutengeneza sasa hivi. Mpira ni furaha, wote mcheke, wote mfurahi. Kukosolewa kwa viongozi ni kitu cha kawaida. Lakini viongozi ndio wanaotutengenezea makundi ya kwanza ya sisi kutofautiana. Unanielewa vizuri? Na hili kila siku mimi nalitoa, kila siku mimi naliongelea hili. Kiongozi yoyote mwenye maadili ya uongozi hata siku moja akikosolewa akasiriki. Anatafuta namna. Mfano ni hii jezi ni ya mara ya pili. Tukubaliane. Hiyo sahihi. Baada ya wale kulalamika wenye timu yao kwa kwamba jezi hizi jamani mlizokuja za Yanga mbaya. Mbaya tulieni. Uongozi sikivu, tulieni. Wameleta makontena. Lakini mtu ukiambiwa ukweli, wewe nenda kwenye timu zako hizo huko. Nyie mnaokaa Mbagala nendeni huko. Sio hivyo. Mpira uendi hivyo, kiongozi lazima akosolewe. Kuna watu wao wanawaambia hivyo mzee Saidi. Yametoka maneno mengi. Kwa nini mnausumbua uongozi? Haya kila siku mnabutuliwa. Haya mnatukataza msiudani uongozi. Kiongozi lazima akosolewe, ashauriwe, na ushauri ukitolewa ufanyiwe kazi. Na ukiona kwa kwamba ushauri huu unatupeleka sivyo, unamwambia kabisa pale huu ushauri bwana hapana. Lakini mimi ninachokijua kwenye ushauri kuna mambo mawili. Naweza nikatoa ushauri ukakubaliwa ama ukakataliwa. Na ndio maana mimi ninachokiongea mdogo wangu ndicho kinachotokea. Kwa hiyo viongozi wa Simba wangeshtuka. Kwa nini huyu akiongea kinatokea? Mimi sioni hapa, mimi naona kule. Na nakwambia hili likaa nalo. Simba kichukua ubingwa wa Tanzania, dunia itashangaa. Simba ipi? Kwani wewe unajua Simba ipi? Simba hii ya msimu. Hiyo unayesema wewe. Ikichukua ubingwa, dunia itashangaa. Wamechukuaje ubingwa? Kama inafikia sisi wenyewe wa kuipigania Simba tunapigana. Sisi wana Simba wenyewe kwa wenyewe tunapigana, kuna nini? Unakosa maelewano nje. Sisi ambao ndio tunakwenda kiwanjani. Mnaisupport timu. Tunaisupport timu. Tunatwangana na mabao. Tunatwangana na mafimbo. Tunageuzana, tumekuwa kama majoka. Tunapondana vichwa. Timu itaenda. Iweze kwenda. Timu itaenda. Itafikia sehemu watu watazila kwenda uwanjani. Haya kuna nini hapo? Nakuuliza wewe. Palipofikia ni pabaya. Na hakuna hata kiongozi mmoja aliyolikemea hili. Ikiwa kama msemaji wa Simba anakuambia kweli sisi wenyewe wana Simba tunakiri Simba yetu haijaonesha biliani, wewe unachukua mamlaka au wewe unachukua jukumu la kwanza kumtwanga mwenzio mabao? Ana watoto yule, ana familia yule. Starehe yako wewe unaenda kumpiga yule, kwa nini usiende kumpiga mwingine kule? Kwa nini msiende kuwavamia wale kule kama kweli nyinyi mna uchungu? Mimi nakuuliza mwandishi wa habari, kama ni kweli timu inawauma, hamtaki isemwe, mnataka isemwe vizuri, sawa. Kwa nini msiende kuwaambia wale kule, nyinyi mnatuharibia timu yetu inasemwa vibaya? Anayesajili ni nani? Ni mwanachama au ni kiongozi? Ni uongozi. Sasa ile timu sasa hivi wanasema kaisajili Fadru, sio timu yao. Wanasema kaisajili Fadru sio timu yao. Na Fadru yuko nani? Sijui sasa, na Fadru ndio kaondoka. Na ndio maana nakwambia tukichukua ubingwa dunia itashangaa. Na mtaniona mtu wa ajabu. Hii nawapeni bado mapema kabisa. Labda Simba ifanyiwe mabadiliko makubwa sana. Washtuke. Mapema. Ifanyiwe mabadiliko makubwa. Na inahitaji mabadiliko makubwa. Nisikilize bwana mdogo. Huwezi kuacha timu kubwa kama ile, huwezi kuacha wachezaji 12 kwa wakati huu mmoja.
Yaani kuna wachezaji wengine wale viongozi wetu wametukomoa sisi mashabiki na wapenzi wa mpira. Walikuwa haistahili kutoka pale. Huwezi kuwahi. Unasafisha kijiji. Unategemea nini wewe? Kama hivyo kashusha vyuma vingine vipya? Viko wapi? Akina Maema. Mnagongana. Akina mwalimu. Huyo mwalimu mwenyewe hata kucheza jana mbona hajacheza? Nafasi pia. Nafasi. Yeah. Sasa Jumatano tunaenda kukutana na Singida United. Sawa. Nafunga mdomo hapo hapo. Mimi na nyamaza. Siongei chochote. Tukutane baada ya mechi. Singida United tunaenda kukutana naye. Yule kocha wa kufunga goli 5. Utajua wewe. Tena ndio lile benchi la goli 5 ndio liko pale Singida. Benchi la goli 5. Simba anakufa goli 5 Taifa. Huyu kakaa ndani na kaka yake wanacheka. Mimi navuta sigara kama baniani. Huyu anasema nenda kalete. Siku hiyo ndo nilimshangaa. Yaani furaha imepitiliza, anamwambia kaka yake, anavuta sigara nje. Nendeni mkamletee zingine. Alikuongezea kukununulia zingine kwa ajili ya pressure. Bwana Mzee Said. Mimi nilikuwa na mapenzi ya kweli. Kila nikikaa pale nikinyanyua mguu jasho pameloa chini. Mzee Said. Aya, kaka yake anasema la 6. Dada, la 6. Dada, la 6. Kumwambia toka nyumbani mwangu nashindwa. Shemeji yangu naanzaje? Mama ni kweli eti? Sio. Nimebaki nimenyamaza tu. Ni kweli. 5. Yaani nakwambia walikuwa Mungu katuona leo. Mungu kawaoneni nyinyi, mnatuonea hivi, mnatufunga, mnasema Mungu katuona. Awa. Na mateso baada alikuwa anazidi kuendelea. Toka hapo si hatujamfunga tena Yanga. Kwani umemfunga lini? Kwani Mzee Saidi jana umeutazama mchezo? Umeutazama ni Simba ya namna gani? Ni Simba ya namna gani? Simba imevurugwa. Simba imevurugwa. Imevurugwa kivipi? Kwanza mimi nashangaa mnaenda kumuonea kocha wa timu ya taifa. Mnamuonea amefanya nini? Yule Hemed Morocco. Morocco baba wa watu. Kazi yake ile. Ile kazi yake. Sasa kaomba kwa mara moja. Yule kaombwa. Tena sio ameombwa yeye. Wameomba Simba TFF. Yule ni mwajiriwa wa TFF Sheikh. Sawa ndio. Simba wameenda kuomba atusimamie. Kwa hiyo hata akisimama akikaa kimya, sikasimama. Unamlaumu nini? Hata akisimama? Kasimama. Si mnataka mtu asimame, kasimama. Waliomba kusimama kwake ili Simba itoe aifikishe aivushe. Kaivusha hajaivusha. Kaivusha. Sasa mnamtukania nini? Au mnamsemea nini? Sio kazi yake ile. Kazi yake ni timu ya taifa. Pale nyinyi na shida zenu mmeenda TFF mmepiga hodi. Tunamuomba Hemed Morocco atusaidie kusimama. Sio kufundisha. Sio rahisi, yani sio rahisi kwanza kwa matokeo ya jana. Kwenye mafanikio ya Simba kuivusha kutoka ile hatua. Ilikuwa ni kazi ngumu. Ni Simba ya kimataifa lakini ilikuwa papatu kwenye ushindi. Ili nakuaje Mzee Said? Yule angetoka. Simba angetoka pale. Lawama zote wangemwangushia yule. Wangemwangushia Morocco? Morocco ndio nakwambia sasa. Kwani wewe umeona Morocco lile goli tu akasujudu? Sasa mpira umeisha akasujudu. Sasa kwa jana kwa ushindi wa 1-1 kapita kwa aggregate. Unazungumziaje sasa timu yako? Mimi ndio nimekwambia hivi. Haraka iwezekanavyo. Kwa sababu watu wenyewe wamekaa kama mawe. Basi tupeleke tu taarifa. Watu wamekaa kama nani? Wamekaa kama mawe. Yaani hawataki hata kutikisika. Jiwe mpaka uligonge ndio linatikisika. Na nani? Wenyewe wanajijua. Si viongozi bwana wewe. Kwani tuseme ni kwani timu inasimamiwa na nani? Na viongozi. Wamekaa kama mawe, hawatikisiki. Maana yake jiwe mpaka uligonge ndio linatikisika. Wale hata useme vipi watikisiki. Jiwe la simenti au? Liwe jiwe lolote liwe jiwe la simenti, liwe la Mungu, liwe la nini. Swala ni hili. Walete kocha haraka iwezekanavyo. Full stop. Wachezaji unaona wanacheza hawana fitness. Sijui hawakufanya mazoezi ya fitness. Sijui yani hii. Mimi na wewe tuzungumze kitu kimoja. Uliona moment ya Musa Pinpin Kamara wakati anaumia na anatoka akaja kuingia Yakub Suleiman. Hii kwa upande wako unaona ni kiwango cha namna gani Simba Sports Club? Ni dhahiri aliumia kutokana na moment ambalo ilikuwepo au ndo ile alishaona mechi imempalia tayari? Yule aliumia kweli. Yule kuumia aliumia kweli. Sio mechi haikumpalia yule.
na tunapataga bahati ya kupata magolikipa wazuri. Mimi hata kama angetoka mapema, hata kama Moroko asingempanga, angempanga Yakubu. Lakini sasa na angempanga Yakubu, angoja kusema tumefungwa kwa nini akumweka Kamara. Mimi si ndo nakwambia. Kwa kila mmoja anatafuta sababu yake. Yaani kila mmoja anatafuta sababu yake. Ndio. Umenielewa? Kwa kuumia, awe ameumia, awe hakuumia, lakini sisi tumefanya nini? Tumeenda. Na ile ndio imetusaidia sisi. Nyi kama hamjui. Mnamlaumu Kamara, lakini Kamara ndio kaibeba timu. Sikuwa tumeshafungwa si mapema tu. Imeenda imegonga mguu ikaenda juu, beki akaondoa. Ya kwanza hiyo. Nyingine tena nikutajie. Mimi nimekaa ndani, tumbo sio langu. Moyo nimeshikilia pembeni. Ukajua maumivu tena narudi kama ile. Yanga wamepita, si hatujapita. Singida wamepita, si hatujapita. Azamu wanapita, si hatujapita. Tunaweka wapi sura zetu? KMK wanapita. Hivi wewe? Nioneni hivyo hivyo. Sisi tunapata tabu sana wenzenu. Na hawa viongozi sijui kama wanaliona. Sio ile ya kimataifa tuliyoitarajia. Azam kapita na aggregate ya goli 4, Singida kapita aggregate ya goli 3, Yanga kapita aggregate ya goli 5. Makundi. Kwenda Kwenye makundi. Kwenye makundi. Tuchukue zile hela tulipe deni la kafu. Na mimi ndo nachomuomba Mwenyezi Mungu. Hela za kupita kwenda kwenye makundi? Tukipita kwenda kwenye makundi sijui. Ukipita hapa si unapewa hela. Sasa imeanzishwa hii hapa ya kwetu sote, mnachangia kwenye mitandao. Inaweza isitoshe. Wana Simba wana umoja. Sikatai. Watu wanaipenda timu. Ngoja mimi nikwambie, kama Simba wangekuwa hawaipendi hata kwenye nini? Tamasha la Simba Day, wasingeenda. Wasingeenda. Wanakwenda kwa sababu wanaipenda na majibu ya hovu ya viongozi wetu. Wasingekwenda. Wewe unaweza kaongea, unatoa ushauri na kuambia hao wahuni tu. Unaniambia mimi huni natoa shilingi 45 na nunua jezi. Hiyo 45 wewe umeshalipwa na tajiri yule mliyefanya naye biashara. Tusiponunua jezi, si mmefeli nyinyi. Lakini nyinyi mnakuja mnatuita wahuni. Tunawaambieni kikosi mmekibomoa. Mnapaswa mkitengeneze, mkisimamie. Hawa wanaona kama tunawadharau. Na jana tumshukuru Mwenyezi Mungu timu imepita. Tumshukuru Mungu. Pangekuwa saizi kwanza pangekuwa mjini pamechafuka na maneno. Huko mitandaoni ndio ingekuwa matusi matupu kwa sababu Mtanzania anajua kutukana. Kuna mtu anayejua kutukana kwenye mitandao kama Mtanzania? Tanzania anajua sana. Vibaya mno. Tuongee kabisa, tukubaliane hili. Sio kama naongea uongo. Wenye kuongea maneno ya hovyo, wenye kuongea matusi, wenye kutukana. Mama yangu Mrs. Saidi. Siku ya Jumamosi, Yanga Afrika anaibuka ushindi tena nyumbani wa goli 2-0. Uliangalia mpira lakini mama? Niliuangalia japokuwa sikuangalia kwa nani yote, ilikuwa muda wa kupika, ila niliuangalia kiasi chake. Ulikionaje kikosi chako mama? Mimi kikosi changu nakiamini. Uongo zambi. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wanasema hawana imani na kocha. Hawana imani na kocha, anasema mfumo alokuja nao kocha ndo hawaelewi, lakini kikosi tuko vizuri. Hapo Mzee Saidi, si mnatafuta kocha? Huyu kocha wao hafai. Huyu kocha shida iliyopo. Bwana Yanga hawataki shida. Shida iliyopo yule kocha asemi. Asemi? Asemi. Kuna bwana mmoja kaniambia bwana sisi tunakutuma bwana. Mwambie bwana nchini sisi tumtaki huyu mtu bwana. Kwa nini? Kwa nini? Mtu gani aongei bwana? Yeye kazi yake kuonesha vidole tu. Wewe hawamtaki kocha kisa hazungumzi hata goli likishindwa hata mfumo. Lakini mimi nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Viongozi wa Yanga wasikivu sana. Na wamewaambia kabisa washabiki wao na wanachama wao, tulieni, tunalifanyia kazi. Kama wameweza kulifanyia kazi swala la jezi itashindikana kocha? Mimi nikuulize wewe. Makontena wameleta kutoka Ulaya. Itashindikana kumleta mtu mwenye roho moja aje aisimamie Yanga? Wamewaambia tunawaleteni, tulieni. Na hivi ninavyokuambia sasa hizi sengine wanatafuta. Kitakuja kutokea kama hiki cha Simba nao kutafuta ushindi wa papatu akiondoka huko. Na nawaambia kabisa Yanga na Simba wasipotuliza vichwa vyao, bingwa ni Singida United. Unakutana naye tarehe 1. Nasema hivi, wasipotuliza vichwa vyao, Yanga na Simba, bingwa atakuwa Singida. Na Singida akishindwa kuchukua ubingwa akachukua Yanga, kuna namna.
Usiitike. Narudisha kodi yako ya jana. Kuna namna. Lakini Singida wamekamilika kila idara. Nikiangalia Yanga, nikiangalia Simba bado natikisa kichwa. Bado huko. Natikisa kichwa. Na narudia tena, kama wasipoibomoa ikabaki vile vile. Ikabaki na benchi yake vile. Mtatafutana. Singida mwaka huu wanyambana wenyewe. Ulimbu yane mabingwa. Hujandunyi. Wana vile vihengo vyao vimejikunja namna unavijua vya kukatia miwa. Wenyewe wanaita agaji. Agaji. Mua wanaita agaji. Mtatafutana. Huenda likatokea hilo swali. Wewe mzee Saidi, ukiitazama Simba shida yake haswa iko wapi? Simba ina shida nyingi. Moja wapo au mbili wapo tunazitaja. Shida kubwa kabisa ni viongozi kufanya uongozi kwa hasira. Hiyo moja. Pili, shida ya pili ni sasa wanachama na wapenzi wameshaamua kutoka kwenye slogani yao ya umoja na kuanza kupigana. Ndio. Alafu viongozi hawakemei. Tangu asubuhi kuna kiongozi gani kaenda kwenye chombo cha habari kaenda kulifokea hili? Lililotokea jana. Mtu anatoa maoni yake. Hajatukana. Na kama katukana mwiteni pembeni, muambie. Bwana, kwani unatukana? Sio vizuri. Unampiga, umemzaa wewe. Unampiga, una mamlaka ya kumpiga. Hajafanya fujo, kaitwa na mwandishi wa habari. Bwana, hebu njoo utupe maoni yako kutokana na timu yako. Anaongea, unaenda kumtuta. Unamtutia nini? Sasa kama wewe usiyetaka maoni na usiyetaka timu yako ikosolewe, usiende uwanjani. Kaa ndani kwako jifungie. Kwa sababu ukitoka utakutana na dhahama ya watu wanataka kusema ukweli, ujumbe ufike. Sasa kila mmoja ananunuliwa, timu itakaa nzuri hiyo. Wananunuliwa mashabiki? Sasa kumbe wote wenye mdomo kama kina Saidi wote wanaoshapewa mlungula wamekaa kimya. Kila ukigeuka huku wako na watu huko pembeni tayari wamekula maokoto maisha. Haiwezekani. Nisikilize Chapesa. Haiwezekani. Mwenzio anatoa maoni, wewe unaenda kumpiga. Kwa nini unampiga? Umetumwa na nani kumpiga yule? Umeambiwa na nani kumpiga yule? Huna mamlaka ya kumpiga Mtanzania mwenzio. Mwizi hapana. Kaleta vurugu hapana. Kamtukana mtu hapana. Kasemaje? Kaikosoa timu, kaisema vibaya timu. Mnataka tuisemeje vipi? Sawa, sisi tunashukuru kwa sababu tulihitaji tuwakutanishe mama na mzee. Lengo Haris ni kuweza kutambua kweli mzee Saidi unaloliongea lile ni kweli kuwa mama ni Yanga. Kawaambieni mwenyewe. Tumeshuhudia na wanachapesa pia mashabiki wanaokufuatilia mzee Saidi na imani pia wameweza kukuona ulichokiongelea na mama pia wanataka kufunga kipindi. Naam. Wao wanajuaga mimi kila ninachofanya ni comedy. Mimi sifanyi comedy. Na nikifanya comedy wale watacheka waumize mbavu. Kila siku wataki niona barabarani, hawataki. Lakini umri umeshakwenda, mimi kufanya comedy siwezi, sitaki. Neno la mwisho mama yangu na kumalizia katika kipindi chetu tulichokifanya kwa hili lililokuwa limezungumzika, na ni nini cha kuambia mashabiki zako wana Yanga pia? Na watani wako na lipi la kuambia? Maana huko kila kukicha wanalalama. Bwana, kiukweli wakaze moyo. Watani wako safari bado ndefu, ngumu. Kwa hiyo wasipokuwa na imani pia kweli watasambaratika. Ubingwa watazidi kuutafuta. Watautafuta sana. Na wewe nyundo zitaendelea kugongwa kichwani kila siku. Yaani ni sana. Fupi tutuma salamu hapo kwa mzee Saidi, unamwambiaje hasa wana timu yake? Ajikaze kwa sababu mwisho wa siku mimi ataniachia watoto. Kwa hiyo asipofunga moyo mimi ataniacha. Kwa sababu hali inazidi kuwa mbaya siku hadi siku. Pressure zinazidi mzee. Inazidi, sigara siku ile ndo anavuta yani kupita kiwango. Kwa hiyo mwisho wa siku anajiathiri mwenyewe sasa. Bana, hebu lete jezi tuangalie hapa ya kusikani wapi. Mimi na skani mwenzi. Si bana, kweli nembo hii hapa ya kusikani. Wewe hamna kusikani. Hamna shida. Yaani wewe yeye anacho wana skani huku. Wapi? Wana skani. Na wao wametoa kusikani. Wametoa ya kusikani huku. Wewe kalia kusikani huko ndio unachelewa kusikani. Wewe binafsi mama, wewe ni ubingwa tu. Wewe ubingwa. Wao wapo kwenye kusikani. Saidi unasikia unapoambia
Ndio. Tunasikia kusikani tu sasa. Eti ni mnaweza Haya. kusikani amwazi kushinda. Ujumbe unafika kwa viongozi wa Simba. Ujumbe huo kwa viongozi wa Simba ndio wajue namna gani watu tunavyoumia majumbani. Muendelee kusikani. Na sio mimi. Wenzenu wanagonga nyundo. Wanagonga nyundo wanaondoka. Sio mimi tu, kuna wanaume wengine takula hawali. Kuna bwana mmoja kanitumia message hapa, da mke wangu ananisumbua kweli. Na mimi kazana hivyo hivyo. Mambo yaende. Bwana, hii ni Chapesa Media, tunashukuru sana. Nipo leo na jopo langu la Wanachapesa Group. Nimekuja kwa niaba ya kuleta challenge, kuwaleteni challenge Wanachapesa. Nipo na mzee Saidi, nipo na mama yangu Mrs. Saidi. Hatuna la ziada. Kikubwa tunachowaomba Wanachapesa muendelee kusubscribe, kutufollow Instagram na TikTok. Nipo na mwamba wangu anawaleteni vitu vizuri. Leo niko Mr. Derek, host OG. Mtamsikia mwenyewe na wageni hapo. Bwana, hatuna maneno mengi ila tu ni kupasha na nikujuze na nikwambia kwamba kama bado haujasubscribe Chapesa Media utakuwa kuna vitu unajinyima. Tunafahamu tunapatikana ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Cha kufanya ni kimoja tu. Chukua simu yako, bonyeza neno subscribe, utakuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi hapa binafsi naitwa Kaisedo wa Bongo, kiungo matata. Nakata kushoto na kata kulia, mkata na shombo. Chochote kile mimi nakata tu. Na ninakata content za Chapesa Media. Stay tuned. We are Chapesa Media.